Karibu sana mpendwa mtazamaji wa kipindi hiki ukipendacho cha Biblia Yasema. Biblia Yasema ni kipindi kinachojibu maswali ya watazamaji waliouliza kutokana na mada kadha wa kadha zilizowatatanisha wakati wanasoma Biblia. Nasi kwa uwezo wa Roho Mtakatifu tunatafuta majibu hayo na kuyaleta kwenu katika kipindi kama hiki. Basi kabla hatujaanza kipindi hiki, ningekuomba mahali popote ulipo inamisha kichwa chako tupate kuomba. Baba yetu mwema mbinguni, na kushukuru kwa wema na fadhili zako. Umekuwa mwema kwetu katika maisha yetu yote, na sasa tunapoanza kipindi hiki tunaomba uwepo wa Roho wako Mtakatifu, mwalimu mwema, atufundishe na kutuelekeza kupata ufafanuzi wa maswali yaliyoulizwa na watazamaji wetu. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Basi dada yetu yuko tayari kutupatia swali la kwanza la mtazamaji wetu, na dada yetu ni dada Kabula. Karibu sana. Lakini Yesu alipokuja aliagiza kwamba chakula chote ni safi wala sio najis, bali najis ni neno baya. Neno baya linalotoka kinywani mwa mtu na kuingia kwa mtu, hicho ndo najis. Lakini leo wapo wanaosema kuna chakula najis. Naam, huyu rafiki yetu ni mtaalamu sana wa kusoma maandiko. Amekutana na neno najis kwenye Biblia na akagundua ya kwamba kumbe kilicho najisi sio wanyama au vyakula vinavyotumiwa na wanadamu na kuingizwa mdomoni, bali ni vile vinavyotoka ndani. Sasa hebu tuangalie Biblia inasema nini juu ya najisi, na tutatembelea mafungu kadha wa kadha. Katika kitabu cha Marko sura ya 7 fungu la 15 hadi 23, hapa kuna maneno ambayo ndugu yetu nahisi kwamba ndipo ameyapata hayo, huo uelewa wake ndio ameupatia katika haya mafungu. Anasema hivi: hakuna kitu kilicho nje ya mtu ambacho kikimwingia chaweza kumtia unajisi, bali vile vimtokavyo ndivyo vimtiavyo unajisi yule mtu. Kumbuka haya ni maneno ya Yesu. Yesu anaendelea, anasema mtu akiwa na masikio ya kusikilia asikie. Hata alipoingia nyumbani ameuacha mkutano, wanafunzi wake wakamuuliza habari za ule mfano. Akawaambia, hivi hata ninyi hamna akili? Mara chache sana Yesu kutoa kauli kama hiyo, lakini huwa anatoa kauli hiyo mahali panapohitajika. Hamfahamu ya kwamba kila kitu kilicho nje ya mtu kikimwingia hakiwezi kumtia unajisi? Kwa sababu hakimwingii moyoni ila tumboni tu, kisha chatoka kwenda chooni. Kwa kusema hivi alivitakasa vyakula vyote. Sasa akasema kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi. Kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya, uasherati, wivi, yani wizi, uuaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. Haya yote yaliyo maovu yanatoka ndani, nayo yamtia mtu unajisi. Yesu ameorodhesha mambo mengi sana pale ambayo kwa mtazamo wake ndio anamtia mtu unajisi, na haya mambo yanatoka ndani. Kuna swali la msingi la kujiuliza hapa: je, mtu huweza kuwa najisi? Na ni kwa njia gani mtu anaweza kuwa najisi? Jibu kwa swali hili la kwanza ni kwamba ndio, mtu anaweza kuwa najisi. Kuwa najisi hutokana kwa njia tatu. Sasa sifuatilie vizuri. Yaani mtu anaweza kuwa najisi, na njia zinazomfanya mtu kuwa najisi ziko tatu. Hebu tuziangalia. Njia ya kwanza inatokana na kuumbwa ukiwa najisi. Inawahusu zaidi wanyama. Wako wanyama ambao wamezaliwa, wameumbwa wakiwa najisi.
na aliyewafanya najisi ni huyo aliyewaumba mwenyewe. Tangu tu anaanza kuwaumba, tangu anafikiria tu wazo la kuwaumba, alikuwa amepanga wawe najisi. Katika sura ya 7 ya kitabu cha Mwanzo 1-2 tunasoma, inasema Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina. Ingia wewe pamoja na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Hapo ni wakati Nuhu anaingizwa ndani ya safina. Watu wanajua kabisa kwamba safina ilikuwa ni ile meli iliyowachukua watu waliookolewa zamani zile nyakati hizo za zamani, nao walikuwa 8 tu. Katika wanyama wote walio safi, anaambiwa hivyo Nuhu, ujitwalie 7 mume na mke. Umesikia kwamba anaelekezwa kwamba kuna wanyama safi. Kwa maelezo haya inaonekana Nuhu alikuwa anajua kwamba Mungu anapomwambia wanyama safi anawafahamu. Ina maana Mungu kuna wanyama aliwaumba wakiwa safi. Na usafi wenyewe unatokana na nini? Kwamba wanaoga, wanapiga mswaki, tutaenda kuangalia hapo mbele. Lakini kuna wanyama safi ambao Mungu anamwelekeza Nuhu awaingize ndani ya safina, hao awaingize wakiwa 7 mume na mke. Na katika wanyama wasio safi, katika wanyama wasio safi wawili mume na mke. Kwa hiyo kuna wanyama safi na kuna wanyama wasio safi, na hayo ni maelekezo ya Mungu aliyeumba. Sisi tusingejua yote hayo kama Mungu asingesema, lakini Mungu kasema kwamba wako wanyama safi na wanyama wasio safi. Kwa hiyo mtu anakuwa najisi kutokana na vile ulivyoumba. Kwa mfano wasio safi hao ni najisi, na hao wanaoitwa safi hao sio najisi. Hayo ndio maelekezo ya kwanza. Kwa hiyo mtu anakuwa safi kutokana na vile Mungu alivyomuumba. Tunaendelea mbele kuangalia kitu kingine. Kwa hiyo kwenye safina ya Nuhu kulikuwa na viumbe wasio safi, yaani viumbe najisi, na pia kulikuwepo na viumbe walio safi, yaani wasio najisi. Na sasa unaweza kujiuliza, je, kwa sababu ndani ya safina kulikuwa na viumbe najisi, Nuhu alinajisika kwa kuwa ndani ya safina pamoja na wanyama najisi? Hapana. Wewe mwenyewe ni unafahamu vizuri kwamba katika nyumba zetu tunaishi na paka, tunaishi na mbwa, au ni najisi, maana hatuwezi kuwatumia siku yote. Hata kama tumeishiwa mboga kiasi gani, huwezi kuchinja paka, huwezi kuchinja mbwa kumfanya kitoweo, na huu najisi kwa kuishi nao ndani, ila siku utakapowatumia kama kitoweo ndio siku utakapokuwa najisi. Kwa hiyo wanyama najisi waliumbwa ili kula nyama. Na wakati fulani nyama, masalia ya viumbe wenzao na uchafu mwingine usiohitajika ulio katika mazingira, ili kuhifadhi ekolojia. Yaani ukishamwona mnyama anakula uchafu, au ukishamwona mnyama anakula nyama, basi ujue huyo mnyama ni najisi, kwa sababu wanyama wote najisi wana hiyo tabia ya kula nyama za wengine, wana hiyo tabia ya kula uchafu, na hiyo inafanyika hivyo kwa sababu ya kutengeneza ekolojia. Ekolojia ni neno la Kiingereza, lakini maana yake ni hivi kwamba katika mazingira ili mazingira yawe mazuri kwa kuishi, panahitajika kuwa na kiwango fulani cha usafi. Kwa mfano kule porini ambako wanyama wanakufa alafu wanajifia tu wenyewe, wanaoza, pangekuwa hakuna wanyama wanaokula mizoga, tayari yale mazingira yangeweza kutengeneza magonjwa kwa wanyama wengine walio hai. Kwa hiyo Mungu anatumia kutengeneza hayo mazingira kwa kuwaruhusu wanyama fulani kula mizoga kama fisi na wengine, na kwa hiyo wanatengenezea ekolojia inakaa vizuri kabisa, panakuwa mazingira masafi. Hiyo ni maporini kule kwenye mbuga za wanyama. Hata kwenye maji kuna viumbe wako ndani ya maji kwa ajili ya kutengeneza mazingira yawe safi kwa viumbe wengine kuweza kuishi. Kwa hiyo Mungu ni fundi sana. Wanyama wasio najisi walikuwa watumike kwa chakula cha wanadamu na kutolea kafara kwenye ibada zilizoelekezwa na Mungu. Utaniuliza kwamba hawa wanyama walio safi Mungu aliruhusu waingie kwenye safina. Mungu aliruhusu waingie kwenye safina kwa sababu mbili. Moja,
kwa ajili ya kutolea kafara. Mungu alikuwa na utaratibu wa kufanya kafara ya wanyama, na hiyo kafara wanyama ilikuwa inahusu tu wanyama wale walio safi. Ulikuwa huruhusiwi au wanyama wanaokula uchafu kutoa kafara kama nguruwe, mbwa, fisi au paka. Lakini sababu ya pili ilikuwa Mungu ameruhusu wanadamu wale chakula cha wanyama, na sio kila mnyama, isipokuwa tu hawa wanyama ambao ni safi. Kwa hiyo hiyo ndio sababu ya hawa wanyama safi kuwepo. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba mtu kiumbe anakuwa najisi kutokana na vile alivyoumbwa. Kwa hiyo uweze hata siku moja ukambadilisha paka awe mnyama asiye najisi, hata ukimkata yale makucha yake atabaki kuwa najisi kwa sababu aliumbwa hivyo. Ila wanadamu hawakuumbwa najisi. Wanadamu waliumbwa viumbe safi kabisa, hata kama baadaye waliruhusiwa kula wanyama, lakini kwa maelekezo maalum ya Mungu. Sisi sio najisi, ila pia hatustahili kuliwa. Sisi hatustahili kuliwa. Kwa lugha nyingine, sisi ni najisi kwa maana ya kwamba ukigundulika unakula wanadamu, wewe sasa na wewe umekula kitu kilicho najisi. Wanadamu sio wakuliwa, ameumba kwa mfano wa Mungu. Njia ya pili ya kuwa najisi ni pale unapotumia nyama au viumbe walio najisi au masalio ya wanyama wowote waliokutwa wamekufa au nyamavu kama chakula. Sasa ukianza kuwala hao ambao waliumbwa kwa ajili ya kutengeneza mazingira, ule unajisi wao unahamia kwako na wewe unaanza kuwa najisi. Na hii tunaipata wapi? Biblia imetuandika kiumbe huwa najisi ikiwa kiumbe huwa najisi ikiwa kimekufa kibudu au ikiwa kimeangukia kundi la viumbe walio najisi. Tafsiri sahihi kabisa kwamba ili ujue kwamba huyu ni kiumbe najisi, anaangukia katika kundi la viumbe najisi au anakula vitu vilivyo najisi. Mambo ya Walawi 17 fungu la 15. Tena kila mtu atakayekula nyamafu au nyama aliyeraruliwa na wanyama, kama ni mzalia, kama ni mgeni, atafua nguo zake na kuoga majini, naye atakuwa najisi hata jioni, na ndipo atakapokuwa safi. Kwa hiyo unajisi unaupata kwa kula wanyama najisi, na unaondoa huo unajisi kwa mujibu wa Torati kwa kwenda kuoga. Ikifika jioni unakuwa uko safi. Kwa hiyo kunakuwa najisi kwa njia ya kutumia vyakula ambavyo ni najisi. Haya ni maandiko matakatifu yanasema. Yaani tunajaribu kwenda hivyo ili uangalia kwamba Yesu alisema pale kwamba kilicho najisi ni kile kinachomtoka mtu na wala sina kinachomuingia. Inabidi umuelewe Yesu alikuwa anamaanisha nini. Kwa sababu ni Yesu huyo ambaye anatuelekeza kwamba ukila wanyama najisi unakuwa najisi. Mambo ya Walawi 17 fungu la Mambo ya Walawi 22 fungu la 8 inasema, nyamafu au mnyama aliyeraruliwa na wanyama asile, asijitie unajisi kwa hiyo nyama, mimi ndimi Bwana. Huyo Yesu anawaelekeza wanadamu kwamba kula wanyama najisi ni makosa. Kumbukumbu la Torati 14:7 inasema, lakini hawa msile katika wale wenye kucheua na hao waliopasuliwa ukwato. Sasa kuna kanuni moja ya kuwatambua wanyama walio safi ambao sio najisi. Moja ya njia ya kuwatambua hawa wanyama, wanakuwa na ukwato lakini uliopasuliwa katikati. Wako wanyama wana ukwato haujapasuliwa katikati kama ngamia, na wako wanyama hawana ukwato kabisa, badala yake wana kucha. Sasa hao wenye ukwato lakini haujapasuliwa au ni najisi. Hao badala ya kuwa na ukwato wakawa na vidole vyenye kucha, hao ni najisi. Wasio najisi ni wale ambao wana kwato na zilizopasuliwa katikati. Hayo ni maelekezo yanayotolewa na Mungu mwenyewe, sio mwanadamu alitunga. Kwa hiyo Mungu anapokuelekeza, kwa sababu yeye ndiye aliyetoka kiwandani, aliyewafyatua hao viumbe, anajua vizuri kwamba huyu nilimtengeneza kwa makusudi fulani, na dalili ya kujua kwamba huyu ni wa kufani hii na hii na hii. Kwa hiyo sio maelekezo ya kupuuza. Lakini katika hawa ngamia na sungura na kwanga, kwa kuwa hucheua lakini hawakupasuliwa kwato, ni najisi kwenu. Njia nyingine ya kutambua
wanyama ambao ni safi, ambao Mungu aliwaomba kwa makusudi ya kuliwa, watakuwa wana kwato zisizopasuliwa katikati, lakini pia watakuwa wanacheua. Kucheua ni kufanyaje? Kwa kawaida wanyama wote wakila, hasa wale wanaokula nyasi, wale wanaokula nyasi, wale ni wanyama safi. Lakini ukikuta mnyama anakula nyasi na hacheui, basi huyo ni dalili kwamba huyu sio mnyama anayefaa kuliwa. Kucheua ni kufanyaje? Wanyama wote kama ng'ombe, mbuzi na wengineo wanapokula nyasi, wanakata nyasi wanameza, wanakata nyasi wanameza, wanakata nyasi wanameza, alafu baadaye akitulia anazitoa zile nyasi kutoka tumboni, anazirudisha mdomoni, anazitafuna vizuri, anazimeza tena. Anachukua tena zingine ambazo alizimeza bila kutafuna vizuri, anazitafuna vizuri, anazimeza meza. Hicho kitendo ndio kinachoitwa kucheua. Kwa hiyo Biblia inatuambia na nguruwe kwa kuwa amepasuliwa ukwato lakini hacheui, huyu ni najisi. Amepoteza pointi moja tu ya kuto kucheua. Lakini angekuwa anakula manyasi na kucheua, nguruwe alikuwa anafaa kuliwa. Maana ana ukwato, tena ukwato wake umepasuliwa. Huyu ni najisi kwenu. Kumbukumbu la Torati 14 fungu la 10 nasema, na kila kisichokuwa na mapezi na magamba msile, ni najisi kwenu. Ametupeleka kwenye viumbe vilivyoko majini. Navyo vina mgawanyiko ule ule. Yaani viumbe vyote vinavyoruka kule juu kwa maana ya ndege, vilivyoko majini na hawa wanyama wengine wote, Mungu amewatenga katika makundi makubwa mawili. Wanaofaa kuliwa na wasiofaa kuliwa. Na sifa amezielekeza. Na Mungu ana maana yake. Kwa hiyo kule kwenye maji viumbe walioko majini, waite samaki, waite vyovyote, lazima wawe na magamba. Magamba ni yale ambayo unaparua, alafu unatengeneza yule samaki wako, anafaa kuliwa. Sasa kule majini kuna ambao hawana magamba, hawafai. Kuna ambao hawana mapezi kama kambare. Kambare hana mapezi ya masikio yanayofunguka hivi. Alafu yeye pia hana magamba, anateleza. Wote hao wanaoteleza walioko majini, hao hawafai kuliwa. Sasa turejee katika swali la msikilizaji wetu. Kujitia unajisi kulifanyika pia pale mtu alipofanya mambo kadha wa kadha yaliyoharamishwa na Torati. Hebu tuyaangalie hayo mambo. Kujitia unajisi kwa tatu hutokea pale mtu anapotoa kwa kauli zake au kwa vitendo vyake mambo asiyopaswa mwanadamu kuyasema au kuyatenda. Ndio hiyo anayoizungumzia Yesu sasa. Sio kwamba ile inafuta hizi zingine, hapana. Hizi zingine za kujitia unajisi zinabaki vile vile, lakini inaongezwa nyingine ya kwamba kama mdomoni mwako unatoa maneno yasiyofaa au unafanya vitendo visivyofaa, wewe umeshajitia unajisi. Na mafungu yapo yatakayotueleza. Naam. Katika kitabu cha Marko sura 7 fungu la 20 tunasoma maneno yafuatayo. Akasema, kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi. Haya ni maneno ya Yesu. Anasema kinachomtoka mtu ndicho kinachomtia unajisi. Alikuwa anamaanisha nini hasa hapa Yesu? Kwa sababu kule nyuma tulikotokea tumeona kwamba unajisi mtu anaupata kutokana na kula vyakula najisi. Hebu tuangalie. Mtu anayetoa lugha chafu kwa mfano anaitia unajisi tabia njema aliyodhaniwa kuwa nayo na watu wanaomzunguka, na hivyo kuwa najisi machoni pa Mungu na machoni pa wanadamu. Kwa hiyo uwe mwangalifu maneno unayoyatamka. Unaweza ukawa wewe huli nguruwe, unaweza ukawa huli fisi, huli mbwa, lakini unayoyatamka yanapokuwa machukizo, basi moja kwa moja wewe umejitia unajisi. Roho ya chuki, wivu na hasira au tamaa hupelekea matendo yanayomtia mtu unajisi. Chuki, wivu, hasira, tamaa. Wayahudi wengi wa wakati wa Yesu walikuwa waangalifu kutojitia unajisi kwa vyakula, hasa vile vilivyokataza katika Torati, kuliko kujizuia na unajisi unaotokana na kuwa na nia ovu na mawazo machafu. Na ndio maana Yesu akakutana nao hapo hapo mahali walipojificha, kwamba ninyi mnajiona kwamba sio najisi kwa sababu hamli nguruwe na kadhalika na kadhalika. Lakini kwa nini hamui waangalifu katika yale maneno mnayoyatamka au nia za mioyo yenu?
Kwa hiyo hii kauli ilikuja kwa ajili ya Wayahudi wa aina hiyo, ambao wao walikuwa waangalifu sana katika kuhakikisha kwamba hawatumii vyakula vile vilivyo najisi. Lakini Yesu akawasuta kwa kuambia kwamba yanayotoka mioyoni mwenu mbona ni najisi? Kwa mfano katika Yohana 4 fungu la 44 na 59, Yesu anasema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, huyo Ibilisi, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo uongo. Basi wakaokota mawe ili wamtupie, lakini Yesu akajificha, akatoka hekaluni. Hebu angalia hawa watu ambao hawali vyakula najisi, hawali kambare, hawali nguruwe, hawafanyi nini, lakini walipoambiwa ukweli juu ya dhamira zao, juu ya uovu walio nao, juu ya mambo wanayoyawaza moyoni mwao, Yesu aliwalinganisha na shetani kabisa. Akasema, nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi, nyinyi wala sio wa Ibrahimu. Maana Wayahudi walikuwa wanapenda kujinasibu kwamba wao ni watoto wa Ibrahimu, kwa sababu Ibrahimu ni mtu alikuwa anaheshimika sana, mtu mcha Mungu, mtu wa Mungu. Lakini Yesu akamwambia, hapana, nyinyi ni wa Ibilisi kabisa, nyinyi ni watoto wa shetani. Kwa nini? Mnayoyawaza, mnawaza mabaya. Na walikuwa wanawaza kumpiga Yesu, walikuwa wanawaza kumkamata Yesu, walikuwa wanawaza kumuua kabisa, kwa sababu uwepo wa Yesu kwa Wayahudi wale ambao walikuwa wamemkataa Yesu ulikuwa unawaumiza sana, ulikuwa unaumiza dhamira zao. Na ni kweli, baada ya kuwatamkia hayo maneno, walichoamua waliokota mawe ili wamtupie. Lakini basi bahati nzuri Yesu akajificha, akatoka hekaluni. Sasa watu kama hawa watu wamejitia unajisi, na wamejitia unajisi sio kwa kula vyakula najisi, bali kwa tabia zao. Katika kuhitimisha hotuba hiyo kali kwa Wayahudi, mwandishi akatumia maneno haya kwa kusema hivi, alivitakasa vyakula vyote. Tunarejea kule kwenye fungu ambalo Yesu tulianza nalo, baada ya Yesu kusema kwamba hivi na hivi hivi na hivi na hivi na hivi na vitu vinavyotia mtu najisi vinavyotoka moyoni, wala sio vinavyoingia mdomoni, hivyo vinaenda tu chooni na kadhalika. Kwa msomaji asiye mwangalifu anaweza kudhani ya kwamba Yesu sasa anaruhusu watu wale nguruwe, wale panya, wale chochote kile, yani wasizingatie yale masharti ambayo aliyatoa kule mwanzoni alipokuwa anaongea na Wayahudi, kwa sababu ndio wanadamu wa kwanza kabisa kupokea mahusia na maagizo ya Mungu, kwamba mtu anaweza kadhani kwamba Yesu sasa anafuta kabisa ule utaratibu. Hapana. Na hasa zaidi unapofika kwenye hitimisho lake, anasema kwa kusema hivi, alivitakasa vyakula vyote. Yesu huyu mwandishi anaposema kwa kusema hivi alivitakasa vyakula vyote, alikuwa anamaanisha nini? Alitakasa nguruwe? Alisema kwamba sasa hakuna chakula ambacho ni najisi, au alikuwa anamaanisha nini Yesu? Hebu tuendelee kuangalia. Wengine wamechukulia usemi huu kumaanisha kuwa viumbe vilivyoharamishwa kama wanyama najisi wasiofaa kuliwa na wanadamu sasa wameruhusiwa kuwa chakula, kwa maana Yesu ametakasa. Kumbuka kwamba nimekueleza pale mwanzoni ya kwamba Mungu alipokuwa anaumba, aliumba makundi mawili ya viumbe. Kuna kundi la viumbe, iwe wanyama, iwe ndege, iwe wanyama wanaoishi au viumbe wanaoishi majini. Alikuwa ameweka kundi la wanyama wasafi na wanyama wasio safi, wanyama wanaofaa kuliwa na wanyama wasiofaa kuliwa. Haya makundi yalitengwa tangu mwanzo na hayawezi kubadilika. Wala kundi la upande huu haliwezi likahamia kwenye kundi la upande huu, au akayachukulia yote kwamba ni makundi safi, au akayachukulia yote makundi yaliyo najisi. Aliye najisi tangu mwanzo ataendelea kuwa najisi mpaka mwisho. Aliye msafi tangu mwanzo ataendelea kuwa msafi mpaka mwisho. Huo ni ukweli, yaani hiyo ni maumbile, huwezi kuyabadilisha maumbile. Mtu ameumbwa hivyo. Ameumbwa hivyo. Kwa hiyo haimaanishi ya kwamba Yesu alikuwa anatakasa au anaondoa ile haramu iliyokuwa imewekwa hapo mwanzoni. La hasha. Yesu alikuwa anamaanisha nini basi? Tutaangalia. Tunapaswa kujua kwa hakika chakula ambacho katika tukio hili Yesu alikitakasa. Hiyo ni pointi ya msingi sana. Maana kulikuwa na chakula ambacho kilikuwa kinajadiliwa pale, ambacho Yesu alihitimisha kwamba hicho chakula sasa sio najisi tena, maana amekitakasa. Kilikuwa ni chakula gani? Hebu tuangalie.
Wayahudi walijiongezea orodha ya mambo ambayo mtu akiyafanya atakuwa amejitia unajisi, orodha ambayo haikuidhinishwa na Yesu wala Mungu. Yesu alitumia muda wake mwingi wa utumishi kuyaondoa mambo hayo ya mapokeo. Yesu aliyaita mapokeo, maana hayakuwepo katika maelekezo ya Mungu ya awali yaliyotolewa kwa Wayahudi au kwa wanadamu. Na katika kitabu cha Marko sura ya 7 fungu la 7 hadi la 8 tunakutana na maneno yanayosema hivi: nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Ninyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Kwa hiyo kuna mgogoro ambao Yesu aliukuta na ulikuwa ukikua siku hadi siku, na alitumia muda mwingi sana kukemea. Na mgogoro wenyewe ni kwamba katika orodha ya mambo ambayo Mungu aliharamisha, Wayahudi waliongeza orodha nyingine tena ya maagizo, lakini sio ya Mungu, ya wanadamu. Kwa hiyo katika hayo ambayo waliyaongeza, sasa Yesu ndio alikuwa akipambana nayo kweli kweli. Kwa mfano katika Marko 7 fungu la 5 tunasoma maneno yafuatayo: basi wale Mafarisayo na waandishi wakamuuliza, mbona wanafunzi wako hawaendi kwa kuyafuata mapokeo ya wazee, bali hula chakula kwa mikono najisi? Hapo ndipo na hoja ya msingi. Hoja ya msingi ni kwamba Wayahudi wanamhoji Yesu kwamba tumegundua ya kwamba wanafunzi wako wanajitia unajisi kwa kula vyakula vya kawaida vilivyo halali, lakini kwa kutumia mikono ambayo ni najisi. Sasa hiyo mikono najisi ambayo walikuwa wanaitumia kwa kula chakula kilicho halali ilikuwa ni mikono ya namna gani? Hebu tuendelee mbele kidogo, tutaangalia. Mikono iliyo najisi kwa tafsiri yao ilikuwa ni mikono isiyo nawiwa hadi kwenye kiwiko. Hiyo ndio tafsiri na ndio nyongeza ambazo walijiongezea, ambazo Yesu alizigomea sana, akisema kwamba ninyi mna mapokeo mengi tu mliojiongezea. Kwao ilikuwa kwamba ili ule chakula kilicho halali, yani kwa mfano chakula kama ni ng'ombe. Ng'ombe ni mnyama sahihi kabisa, anacheua, anakwato zilizogawanyika mara mbili. Ukila ng'ombe hiyo, chakula hicho cha ng'ombe, unakula chakula kilicho safi, wala huli chakula najisi. Lakini wao wakaenda mbali kidogo, akasema kama unakula huyo mnyama ambaye sio najisi, lakini umekula kwa kutumia mikono ambayo haijanawiwa mpaka kwenye kiwiko. Kwenye kiwiko ni hapa, yaani unatakiwa unawe mpaka ufike hapa, usafishe kabisa, halafu ule hapo. Sasa hicho chakula unachokula sio najisi. Lakini tu umenawa kwenye viganja kama ambavyo tunatumia siku nao kwenye viganja mwisho humu, halafu unakula chakula kilicho kisafi, hiyo chakula wanasema ni najisi, na wewe unayekula pia umeshakuwa na najisi. Hiyo ndio tafsiri yao. Marko 7 fungu la 3 nasema, kwa maana Mafarisayo na Wayahudi wote wasiponawa mikono mpaka kiwiko hawali, wakishika mapokeo ya wazee wao. Yaani ni bora usile ubaki na njaa kuliko ule baadaye onekane umekula najisi. Kwa hiyo watu walikuwa wanatumiwa kwamba wamekula najisi, sio kwa kula tu wanyama wasio safi, ila kwa kula chakula kilicho safi kwa kutumia mikono isiyo nawiwa mpaka kwenye kiwiko. Na hiyo ndio kesi iliyoletwa kwa Yesu, kwamba Bwana, tumeona wanafunzi wako wanakula chakula safi, hatuna ugomvi na chakula walichokuwa wanakula, lakini wanakula kwa kutumia mikono isiyo nawiwa mpaka kwenye kiwiko, kwa hiyo wao wameshakuwa najisi. Sasa Yesu katika utetezi wake ndio anaendelea kutetea sasa. Wanafunzi wa Yesu na Yesu mwenyewe hawakuwa wakinawa mikono kwa utaratibu huo, hivyo wakahesabiwa kuwa nao pia ni najisi. Wamekitia unajisi chakula ambacho kama asili ya Wayahudi haikuwa miongoni mwa vyakula vilivyo kwenye kundi la unajisi. Kumbuka jambo moja, ya kwamba Wayahudi wanaweza kukosea kitu kingine chochote. Kuna vitu viwili ambavyo Myahudi hawezi kukosea. Myahudi hawezi kula wanyama najisi. Yaani hawezi kuja na hoja ambazo leo zinaibuliwa ya kwamba nguruwe ni halali, hiyo ilikuwa wakati wa Agano la Kale. Hapana. Myahudi aliye Myahudi halisi anazingatia makatazo ya vyakula visivyo najisi mpaka leo. Lakini kitu cha pili ambacho Myahudi anakizingatia ni juu ya Sabato.
Anaweza kupinda katika maeneo mengine yote, lakini siku ya Sabato kwa maana ya Ijumaa jioni jua linapotua mpaka Jumamosi jioni jua tena linapotua, hayo masaa 24 hayo, kwa Myahudi yoyote anayeishi nchi yoyote huwa anaheshimu sana. Kwa hiyo isije ikadhaniwa ya kwamba hapa Yesu watu waliwamkuta Yesu na wanafunzi wake wanakula kitimoto. Hicho hakiwezekani kwa Myahudi. Hiyo ingekuwa ni swala la kupigwa mawe, sio swala la kuulizwa kwamba kwa nini hao wanakula najisi. Kwa hiyo hoja hapa ni kwamba Wayahudi walimtuhumu Yesu na wanafunzi wake ya kwamba wanajitia unajisi kwa kula vyakula bila mikono isiyonawiwa. Hebu tuendelee tena kuangalia mbele tuone kile ambacho mjadala huu uliendelea nacho. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura 11 fungu la 6 hadi la 8 tunasoma maneno yafuatayo: nikakitazama sana, nikifikiri, nikaona wanyama wa nchi wenye miguu minne na wanyama wa mwituni nao watambaao na ndege wa angani. Hii ni njozi ambayo aliletewa mtumishi wa Mungu, mcha Mungu mmoja ambaye alikuwa ni Myahudi, alikuwa Petro. Petro aliletewa hii ndoto, hii njozi, na anasema akaona hivyo aliona katika pameshushwa kitambaa, shuka ambalo lina wanyama najisi wengi, na anaambiwa na Mungu kwamba ule. Hivyo chakula ambacho Yesu alikitakasa ni kile kilicholiwa kwa mikono isiyonawiwa hadi kwenye kiwiko, ambacho kwa mujibu wa Wayahudi kilikuwa najisi. Kwa hiyo tumepata hitimisho. Yesu anaposema alitakasa vyakula vyote, ni vile vyakula vinavyoliwa kwa kuzingatia maelekezo yaliyotolewa kwenye Biblia, kwa maana vyakula vile vilivyo safi vinapoliwa kwa mikono isiyonawiwa mpaka kwenye kiwiko, huyo mtu hana hatia yoyote wala hajitii unajisi. Kwa hiyo alifuta ule mtazamo wa Wayahudi wa kuviita vyakula vilivyoliwa kwa mikono isiyonawiwa mpaka kwenye kiwiko kwamba ni najisi. Hivyo ndivyo vilivyotakaswa, wala sio nguruwe, wala sio panya, wala sio mbwa. Unaposoma Biblia unatakiwa uangalie hii hoja imeanzia wapi na ni jambo gani hasa lilikuwa linajadiliwa. Tuendelee tuangalie kitu kingine ambacho kitatusaidia zaidi kuelewa mada tunayozungumzia. Kama nguruwe angekuwa mnyama safi, asingelinganishwa na mtu aliyerudia kutenda dhambi. Hebu tusome ile fungu linalofuata hapa. Nasema, maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia kwa kumjua Bwana na Mwokozi Yesu Kristo, kama wakinaswa tena na kushindwa, hali yao ya mwisho imekuwa mbaya. Yesu anasema hivyo, lakini imetukia kwao sawa sawa na ile mithali ya kweli. Mithali ya kweli nasemaje? Mithali ya kweli nasema, mbwa ameyarudia matapiko yake mwenyewe, na nguruwe aliyeoshwa amerudi kugagaa matopeni. Yaani watu wanaorudi nyuma kiroho, watu wanaorudia mazoea ya zamani. Mtu aliacha pombe anarudia kunywa pombe. Watu wanamle wapo, wanalinganishwa na nguruwe aliyeoshwa alafu akarudia kugagaa kwenye matope. Nguruwe ametumika katika mifano mingi mibovu, na ni Yesu mwenyewe bado yani Yesu anamchukulia nguruwe kwamba bado ni mnyama wa hovyo. Hata katika mifano anatolewa kama kiumbe cha hovyo, na mbwa vile vile. Kwa hiyo hawa wanakaa kundi moja. Mbwa na nguruwe ni kundi la wanyama wachafu, waliumbwa kwa makusudi maalum, lakini sio ya kuliwa. Hayo tunayapata kwa Yesu mwenyewe. Okay, tunaenda mapumziko na kisha tutarejea tena kuendelea kuangalia swali jingine linalofuata. Asante sana.
Kwa zaidi ya nusu karne sasa, kupitia masomo ya Sauti ya Unabii, tumeongoza wengi kujifunza ukweli wa Mungu katika Biblia na pia kuwafanya wao kuwa walimu kwa watu wengine, ili kutimiza agizo la Kristo lisemalo, enendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Na sasa masomo ni yale yale, ujumbe ni ule ule, unaokujia ukiwa na mwonekano mpya, ukiwa na mvuto zaidi. Habari njema zaidi ni kwamba hivi sasa masomo haya yanapatikana kwa wainjilisti wa vitabu na maduka ya vitabu ya Kiadventista, yani ABC, kwa bei ya shilingi 3,000 kwa hatua ya kwanza na 3,500 kwa hatua ya pili. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 09 07 42. Jipatie masomo ya Sauti ya Unabii, usome na ushiriki upendo huu na mwingine. Sana mpendwa mtazamaji, tunaendelea kuangalia maswali tuliyoyapokea, na dada yetu Kariba Mabuba anaenda kutusomea swali linalofuata. Karibu. Tumeona makanisa mengi yakionyesha uponyaji wa papo kwa papo. Hivi ndio wapo karibu na Mungu zaidi? Okay. Huyu ndugu yetu anataka kujua, anasema yeye ameona watu, na in fact amezungumzia ni makanisa yanayoponyesha watu. Sasa majibu yake ni kama ifuatavyo. Yesu alitabiri kuwa wafuasi wake wangefanya miujiza na uponyaji. Miujiza na uponyaji baada ya yeye kupaa mbinguni. Hiyo Yesu alisema kabisa kwamba mtafanya miujiza na uponyaji. Alisema wapi? Alitabiri kuwa wafuasi wake wangefanya miujiza na uponyaji katika kitabu cha Marko 16 fungu la 17. Inasema, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, na atashika nyoka hadi nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Kwa kuna mambo mawili yanatajwa pale, kwamba kuna miujiza, kuna shika nyoka alafu udhuriki. Huo ni muujiza huo. Hapo hakuna uponyaji, lakini anasema wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Yaani kitendo tu cha kuweka mikono juu ya mgonjwa amepona kabisa bila kutumia kidonge chochote. Hayo Yesu alitabiri kwamba yatafanyika baada ya kuondoka na wanafunzi wake. Na anapozungumzia wanafunzi anamaanisha waumini wa kanisa lake watakao kuwepo hapa duniani. Kwa hiyo kama rafiki yangu umewaona watu wakifanya miujiza kama hiyo na wanaponya wagonjwa, hicho ni kitu sahihi kabisa kufanyika, kwa sababu kiliahidiwa na Yesu mwenyewe. Lakini labda tuangalie tahadhari aliyoitoa. Lakini pia alitoa tahadhari juu ya watu watakaofanya ishara na maajabu ambao hawakuwa wametumwa na Mungu. Yaani kuna watu watajitolea tu, watajiingiza wenyewe kwamba ngoja tufanye na si miujiza, lakini hawajatumwa na Mungu. Na miujiza inafanyika na huenda tena wagonjwa wanapona. Katika Mathayo sura 7 fungu la 21 na 23 Biblia inasema, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Anasema wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Naona? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Kwa hiyo kuna watu watakaofanya miujiza, kuna watu watakaoponya wagonjwa, maana kama mwenye pepo ni mgonjwa huyo. Yaani unatoa pepo mtu na anapona. Lakini Yesu siku ya mwisho watu hao anakuja na wakataa. Na sababu ya kuwakataa anasema
mimi sikuwajua ninyi. Kwa lugha nyingine ni kwamba mimi sikuwatuma kufanya hivyo vitu. Kwa hiyo si wote wanaofanya miujiza, si wote wanaoponya wagonjwa wanatekeleza kile Yesu alichokiagiza katika mafungu yaliyotangulia kusoma. Wako wengine ambao wanajitolea tu, lakini hawajatumwa na Yesu. Na sasa ndio panabaki na swali, ikiwa Yesu hajawatuma, ni nani huyo aliyewatuma? Nadhani hicho tutaenda ukiangalia sasa, ili tubaini kwamba ikiwa hawa watu wanakataliwa na vitendo kweli walivifanya. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13 na fungu la 11 na hadi 13, Biblia inasema, kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo, akanena kama joka. Naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye aifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Katika hali hiyo, Yesu anatudhihirishia kwamba wako watu katika hasa siku za mwisho hizi tunazoishi, watakaofanya miujiza na kufanya hata moto kushuka kutoka juu mbinguni na kufanya miujiza mingi. Lakini katika hiyo miujiza hiyo mingi watakuwa wakiwapoteza watu. Yaani unafanya miujiza, unaponya watu kwa lengo la kuwapoteza. Kwa hiyo sio kila anayefanya muujiza na sio kila ambaye anaponya wagonjwa anafanya hivyo kwa lengo la kumsaidia huyo mtu au akiwa ametumwa na Mungu, kama ambavyo Yesu mwenyewe alielekeza kwamba kuna watu watakaowatuma watafanya hayo duniani. Katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 na fungu la kwanza, kuna tahadhari, kuna onyo, kuna angalizo limetolewa. Yesu mwandishi anasema hivi: wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Na wengi wanaofanya hii miujiza wanajiita manabii. Nabii fulani, wana majina yao, wamejitengenezea majina sana katika jamii zetu tunazoishi hizi. Na wanajulikana kwamba huyu ni hodari wa kutoa mapepo, huyu ni hodari wa kuponya magonjwa, huyu ni hodari wa hivi. Lakini Yesu anatuambia, au Biblia inatuambia, msiamini kila roho. Ziko roho zingine zinazofanya miujiza zimetoka kwa Mungu. Ziko roho zingine zinazofanya miujiza na kuponya magonjwa hazijatoka kwa Mungu. Sasa utajuaje kwamba hii hapa imetoka kwa Mungu na hii hapa haijatoka Mungu? Pengine inaweza kuwa ndio swali linalofuata. Wakorintho wa pili 11 fungu la 13 hadi 15 nasema, maana watu kama hao ni mitume wa uongo. Wako mitume wa uongo wengi sana siku hizi, na wanazidi kuongezeka. Na sasa hivi mwanzoni ilikuwa ni mitume, baadaye ikawa ni kuhani, ilikuwa mwinjilisi. Inaonekana mwinjilisi kama haina nguvu tena sasa hivi. Sasa hivi chenye nguvu zaidi ni mtume, alafu nabii, alafu kuhani. Hizo ndio vyeo ambavyo ukivitumia alafu kweli unafanya miujiza, watu wanajaa sana, nyomi ya kutosha. Lakini swali ni kwamba hiyo nguvu wanayoitumia katika kuponya imetoka kwa Mungu? Ndio Biblia inatuambia, wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Shetani anajigeuza tena kama mfano. Basi si neno kubwa watumishi wake nao wakajigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki, ambao mwisho wao utakuwa sawa sawa na kazi zao. Kwa hiyo kuna watumishi wa shetani wanaojigeuza kuwa watumishi wa Mungu, ndio wao watakaokataliwa siku ya mwisho. Mimi nitoa pepo, mimi fanya. Yesu anasema siwajui. Huyo bosi aliyewatuma kufanya hayo ndio muendeeni huyo. Na huyo bosi sasa amefafanuliwa hapa kwamba hawa ni watumishi wa shetani wanaofanya kazi zake.
anawatuma kufanya hizo kazi. Ukiziangalia hizo kazi ni kama vile ni kazi za kuwasaidia watu, ni kazi za kuwahurumia watu. Kwa mfano mtu anafanya kazi ya kumponya mtu alikuwa mlemavu. Sina hakika kama kweli hao walemavu wanakuwa walemavu kweli, kwa sababu kuna stori nyingi sana zinazotembea ya kwamba kuna walemavu wengine wa kutengenezwa tu. Lakini vyovyote itakavyokuwa, ikiwa mtu anaponya watu, ikiwa mtu anafanya muujiza, hili si ni jambo zuri tu la kuwasaidia wanajamii. Lakini kumbe kuna uwezekano hiyo nguvu ikawa haikutoka kwa Mungu, imetoka kwa Shetani. Maana anasema basi si neno kubwa watumishi wake nao wakajigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki, ambao mwisho wao utakuwa sawasawa na kazi zao. Swala limetajwa hapa ni mwisho wa huduma za hao watu na mwisho wa huyo mgonjwa aliyesaidiwa. Watu wengi sana waliosaidiwa baadaye hulalamika kwamba alikuwa amepona, lakini anakuta kwamba shida imerudi tena. Lakini hao watumishi wanapoendelea na utumishi wao, mwisho wao unakuwa mbaya. Unakuja kusikia kwamba huyu amefanya hivi, huyu amefanya hivi. Mifano iko mingi sana, sina haja ya kuitaja, wewe unafahamu. Hao watumishi ambao mwanzoni walikuwa wanajinasibu kwamba wana uwezo wa kuponya watu. Kuna wengine walifika mbali wakasema wana uwezo wa kufufua watu. Sasa wameacha hizo shughuli wa utumishi, wanaingia kwenye masuala ya siasa, wamekuwa watu wanafanya shughuli zingine. Unajiuliza ule wito wa kufufua watu umepotelea wapi? Ndio hapa naambia kwamba mwisho wao utakuwa sawasawa na kazi zao. Sasa hiyo tumepewa assignment mimi na wewe. Ameweza jaribuni hizo roho, lakini utajuaje huyu ndiye wa Mungu? Zijaribu mwisho pale mwisho. Wanafanya nini hao watu mwisho? Unajifunza kitu gani? Hebu tuangalie tena kitu kingine kutoka katika kitabu cha Kutoka 7 fungu la 10 hadi 12. Basi Musa na Haruni wakaingia kwa Farao, wakafanya vivyo kama Bwana alivyowaambia. Kumbuka huyo Musa alienda kwa Farao akiwa amefuatana na Haruni, na walipofika pale kulitokea nini? Haruni akaibwaga fimbo yake chini mbele ya Farao na mbele ya watumishi wake ikawa nyoka. Hawa ni watumishi wa Mungu. Kule nyuma tuliambiwa kwamba watumishi wa Mungu watashika nyoka na hawala hata wadhuru ule nyoka. Lakini hapa wanamtengeneza nyoka mwenyewe kwa kutumia fimbo. Hayo mambo yanawezekana, maana imeahidiwa na imetokea hapa sasa kwa Farao, na hilo limefanywa na Musa na Haruni. Ndipo Farao naye akawaita wenye akili na wachawi na hao waganga wa Misri wakafanya vivyo kwa uganga wao. Yaani ngoma imekuwa draw. Musa anapiga fimbo, nyoka. Farao anasema hicho mbona cha mtoto? Naye anawaita wa kwake nao nyoka. Lakini wale wa Farao sio wa Mungu. Wale wanatumia nguvu za giza kabisa. Sasa mwisho wake ulikuwaje? Maana tumeambiwa kwamba haya mambo yote kwenye mwisho pale, mwisho wake ni kwamba wale wa Musa walimeza wale nyoka waliotengenezwa na wachawi wa Farao. Kwa hiyo kwa vyovyote vile hii miujiza na uponyaji ina mwisho wake. Wewe ukiwa tu na Roho wa Mungu atakuonyesha kwamba huyu ndugu sio mtumishi wa Mungu. Basi asanteni sana wapendwa watazamaji wetu. Kipindi chetu kwa leo kimefikia mwisho. Nasi tunakwenda kufunga kipindi hiki kwa ombi. Hebu mahali popote ulipo inamisha uso wako tupate kuomba kumshukuru Mungu. Asante Yesu kwa sababu ya kipindi cha leo. Kimekuwa kipindi bora sana. Tumejifunza mambo mengi. Hebu tusaidie kuyashika haya mambo na kuyaishi ili hatimaye tuweze kuingia katika uzima wa milele. Asante kwa sababu unakwenda kufanya hivyo. Tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu Kristo. Amina.